Anasema idha kana la yastati'u an yubashira al-ardha bijabhatihi, atakapokuwa hawezi kuibashiri ardhi kwa paji lake la uso. Kuibashiri ardhi manake kuigusa moja kwa moja. Idha kana, atakapokuwa yeye la yastati'u, hawezi, an yubashira al-ardha, kuigusa moja kwa moja ardhi, bijabhatihi, kwa paji lake la uso, basi ataashiria sijida yake itakuwa chini zaidi kuliko rukuu yake, lakini asiweke kitu cha kusujudia pale mbele yake, kama ni kiti au kijimeza au mto au chochote asiweke. Ikiwa hawezi kuigusa ardhi moja kwa moja kwa sababu ya udhuru wake, basi ataashiria. Wayaj'alu sujudahu akhfadha, atafanya kule kusujudu kwake kuwa ni chini zaidi, min ruku'ihi, kuliko kurukuu kwake. As-salatu fi safinati wat-ta'ira, kuswali ndani ya jahazi na ndege. As-salatu fi safina, kuswali ndani ya jahazi, wat-ta'ira, na ndani ya ndege. Watu wanasafiri majahazini, kwenye ndege, swala zinawakuta humo kwenye usafiri huo. Vipi mtu ataswali akiwa ndani ya jahazi au meli au boti au ndege au na mfano wa hivyo vyenye kutembea angani? Swala yake ikoje? Ndio mlango wake huo. Watajuzu salatul faridati fi safinati, na itafaa swala ya faradhi ndani ya jahazi. Watajuzu salatul farida, na itafaa swala ya faradhi kuiswali ndani ya jahazi. Fi safina, ndani ya jahazi itafaa kuswali. Wakadha, na hukumu ni kama hiyo, at-ta'irati, kwenye ndege. Wakadha, na hukumu ni kama hiyo, at-ta'ira, kwenye ndege. Hukumu ipi hiyo? Na hukumu ni kama hiyo ipi? Kwani kumetajwa hukumu gani hapa? Al-hukmu ala al-jawaz, hukumu juu ya kujuzu. Sawa, imetajwa hukumu ya kujuzu kuswali ndani ya safina, jahazi. Sasa hukumu kama hiyo vile vile itakuwa kwenye at-ta'ira, ndani ya ndege, nayo itajuzu kuswali ndani ya ndege. Watajuzu salati al-faridha, na itafaa kuswali swala ya faradhi, fi safina, ndani ya jahazi. Wakadha at-ta'ira, na hukumu kama hiyo ya kufaa na kujuzu itakuwa ndani ya ndege, itafaa kuswali ndani ya ndege. Walahu, na itafaa kwake yeye huyo mtu, an yusallia fihima, kuswali ndani ya hivyo viwili. Kipi na kipi? Ndani ya hivyo viwili kipi na kipi? As-safinatu wat-ta'ira, dhamiri narudi huko. Walahu, na itafaa kwake, an yusallia fihima, kuswali ndani ya hivyo viwili, ndani ya jahazi, ndani ya ndege. Qa'idan, hali ya kuwa ni mwenye kukaa, sio lazima asimame, itafaa kuswali hali ya kuwa amekaa. Idha khashiya ala nafsihi suquta, pindi atakapoogopea nafsi yake kuanguka. Atakapoogopea ala nafsihi, nafsi yake, yani yeye mwenyewe, asukuta, kuanguka au kudondoka. Sababu chombo kama jahazi au ndege hakitulii, mara kimeenda hivi mara hivi, hasa jahazi. Bahari haiko sawa, kwa mara mawimbi yamekuja hivi, mara mawimbi yampeleka huku chombo kile jahazi, kwa unaweza ukaanguka ndani ya jahazi. Sasa anaambiwa akiogopea kuanguka, basi aswali hali ya kuwa amekaa ndani ya jahazi, akae kitako aswali pindi akiogopea hilo. Kwa maana asipoogopea hilo, bahari ikawa ni shwari, bahari mkeka wanaita, imetulia kabisa, haina upepo wala mawimbi, jahazi inakwenda vizuri kabisa, basi atasimama ataswali. Hata kama mwenye ndege atasimama ataswali, lakini akiogopea kuanguka itafaa yeye akae kitako, wala silazimishe kusimama. Wayajuzu an ya'tamida fi qiyamihi, na itafaa kutegemea fi qiyamihi, kwenye kusimama kwake. Wayajuzu, na itafaa an ya'tamida fi qiyamihi, kutegemea kwenye kusimama kwake, ala amudin, juu ya nguzo, au aswa, au fimbo. Wayajuzu, na itafaa
an ya'tamida fi qiyamihi, kutegemea kwenye kusimama kwake, ala amudin, juu ya nguzo, au aswa, au fimbo, bakora, likibari sinnihi, kwa sababu ya utu uzima wake, likibari sinnihi, kwa sababu ya utu uzima wake, umri umekwenda, ni mzee sasa, mkongwe, hawezi kusimama kama vijana, lazima apate kitu aegemee hivi kidogo ndio asimame. Basi anaambiwa itafaa kama ni sehemu ya mwisho mwa safu kuna ukuta au kuna nguzo, basi ataegemea kidogo kwa sababu ya utu uzima wake, au dhaafi badanihi, au kwa sababu ya udhaifu wa mwili wake, kwa sababu ya udhaifu wa mwili wake, pengine anaumwa, mwili wake umedhoofu, hawezi kisimamo, yuko na maradhi, mwili wake umedhoofika, hawezi kusimama. Anaambiwa sasa itafaa kama una bakora yako au fimbo kama zile za wazee zile, anaswali hali ya kuwa ameitegemea ile, inamsaidia kusimama, itafaa. Au yuko sehemu kuna ukuta au nguzo msikitini, akiegemea hapo kidogo ataweza kusimama, basi yeegemee ili asimame. Jaizul lahu, hilo lenye kufaa kwake yeye. Isipokuwa baadhi wanachuoni wanasema isipokuwa itakapokuwa kuondoshwa kwa ile bakora au kuondoshwa kwa ule ukuta hakutachukua muda na yeye atadondoka, yani hawezi kuhimili kusimama mwenyewe hata kidogo. 90% au 100 ni ile fimbo yake au ni ule ukuta wake au nguzo, yeye hawezi hata kidogo. Anaambiwa hapo sasa haitafaa, sababu atakuwa huyo ajiegemea, amelala huyo, ameilalia nguzo, ameilalia bakora. Lakini ikiwa ni sehemu ya kumsaidia, anaweza kusimama, lakini hawezi kuchukua muda mrefu, lazima apate fimbo yake au ukuta au nguzo, ndio atachukua muda kidogo, basi ambapo fanya hivyo. Wa illa kama si hivyo, hawezi moja kwa moja, ukuta wake na nguzo yake ndio 100% yeye anaegemea, ukiondoshwa huyo ameanguka, basi hiyo haitafaa, yeye ataenda za kukaa moja kwa moja, ni udhuru. Sawa. Aljamu baina alqiyami walqu'ud, kukusanya baina ya kisimamo, baina ya kusimama na kukaa. Aljamu, kukusanya, baina alqiyami, baina ya kusimama, walqu'ud, na kukaa. Je, mtu anaweza kukusanya ndani ya swala moja kisimamo na kikao? Ikawa amesimama na amekaa ndani ya swala moja, amekusanya yote mawili. Ndio nukta hii anaanza Sheikh. Wayajuzu, na inafaa, an yusalli salata al-layli qa'ima, kuswali swala ya usiku hali ya kuwa ni mwenye kusimama. Wayajuzu, na inafaa, an yusalli salata al-layli, kuswali swala ya usiku qa'iman, hali ya kuwa ni mwenye kukaa, au qa'idan, au hali ya kuwa ni mwenye qa'iman, hali ya kuwa ni mwenye kusimama, au qa'idan, au hali ya kuwa ni mwenye kukaa. Wayajuzu, na inafaa, an yusalli salata al-layli, kuswali swala ya usiku qa'iman, hali ya kuwa ni mwenye kusimama, au qa'idan, au hali ya kuwa ni mwenye kukaa, biduni udhrin, pasi na udhuru wowote wa kisheria. Hana dharura, hana sababu, hana udhuru, kaamua tu kusimama au kukaa swala zake za usiku, inafaa. Wa an yajmaa bainahuma, na kukusanya baina ya hayo mambo mawili. Lipi na lipi? Kukaa na kusimama kwenye swala gani? Swala ya usiku. Kwa ufupi, swala ya sunna hiyo ya usiku. Na inafaa kuswali swala ya usiku hali ya kuwa ni mwenye kusimama au hali ya kuwa ni mwenye kukaa, pasi na udhuru wowote. Ataamua asimame mwanzo mwisho au akae mwanzo mwisho. Wa an yajmaa bainahuma, na kukusanya baina ya hayo mambo mawili. Kuna sehemu ya swala kasimama, kuna sehemu ya swala kakaa, kakusanya yote mawili ndani ya swala moja. Fayusalli wa yaqra'u jalisa, ataswali na atasoma kisomo hali ya kuwa ni mwenye kukaa. Ataanza swala yake na ataanza kisomo hali ya kuwa amekaa. Wa qubaila ruku'i,
na kabla kidogo ya kurukuu yaqumu, atasimama. Wa qubaila rukuu, na kabla kidogo ya kurukuu yaqumu, atasimama. Ukiambiwa kabla ni kabla, inawezekana mbali, kabla ni kabla tu yoyote, lakini qubail kabla kidogo ndio taqubail, au kama vile baada, hata kama ni mbali lakini ni baada, kusema buaidi baadaye kidogo tu, sawa. Wa qubaila rukuu, na kabla ya kurukuu, kabla kidogo ya kurukuu yaqumu, atasimama. Fayaqra'u ma baqiya alayhi, atasoma kile kilichobaki kwake. Fayaqra'u, atasoma ma baqiya alayhi, kile kilichobakia kwake. Minal ayati, katika aya. Qaiman, hali ya kuwa ni mwenye kusimama. Sasa ameanza kuswali na kisomo chake amekaa. Sasa amekaribia kurukuu, zimebakia aya chache tu ile ya rukuu, anaambiwa hapo atasimama, atamalizia zile aya chache hali ya kuwa amesimama. Thumma yarka'u, kisha atarukuu. Wa yasjudu, na atasujudu. Kwa kwenye kisimamo chake kafanya mambo mawili wakati mmoja, alikaa wakati wa mwanzo na karibia na kurukuu akasimama. Kwa kisimamo kimoja nini, kwenye kisimamo kimoja kuna muda alisimama, kuna muda alikaa. Thumma yarka'u wa yasjudu, kisha atarukuu na atasujudu. Thumma yasna'u mithla dhalika, kisha atafanya mfano wa jambo hilo. Fi rak'ati thaniya, ndani ya rakaa ya pili. Thumma yasna'u, kisha atafanya mithla dhalika, mfano wa jambo hilo au mfano wa hivyo. Fi rak'ati thaniya, kwenye rakaa ya pili. Kwa maana rakaa ya pili ataanza kwa kukaa, ataenda mpaka atafika sehemu sasa anakaribia kurukuu, atasimama, atasoma baadhi ya aya kwa kusimama, tayari amekaa na ameshasimama. Kisha atarukuu, atasujudu, ataendelea na swala yake. Hilo litafaa. Wa idha salla qa'ida, na pindi atakaposwali hali ya kuwa ni mwenye kukaa. Wa idha salla qa'ida, na pindi atakaposwali hali ya kuwa ni mwenye kukaa. Jalasa mutarabbi'an, atakaa hali ya kuwa ni mwenye kukaa kikao cha tarabbu'. Jalasa, atakaa. Mutarabbi'an, hali ya kuwa ni mwenye kukaa kikao cha tarabbu'. Kikao cha tarabbu' mnakijua ndio kikao gani hicho watoto? Kikao cha tarabbu' ndio kipi? Abu Shuraih, ndio kikao gani? Ukijui hicho uchokaa wewe ndicho sicho? Mmoja muoneshe kikao cha tarabbu', kama alivyokaa Ali hapo mtoto. Mbona alivyokaa huyu mtoto? Mkao wa wanafunzi wa madrasa, sio wa kuipakata miguu mbele. Huo ndo mkao wa tarabbu'. Sasa yule ambaye ataswali hali ya kuwa amekaa, basi atakaa mkao huo hapo. Wa idha salla qa'ida, na pindi atakaposwali hali ya kuwa ni mwenye kukaa. Jalasa, atakaa. Mutarabbi'an, hali ya kuwa ni mwenye kukaa kikao cha tarabbu'. Au ayu jilsatin ukhra, au kikao chochote chengine. Au ayu jilsatin ukhra, au kikao chochote chengine ambacho yastarihu biha, atapumzika kwa kikao hicho. Yastarihu biha, atapumzika kwa kikao hicho. Ay yastaqiru biha, atatulizana kwa kikao hicho, atakuwa ametulia pale anaswali, hakuna tabu wala shida yoyote. Atakaa mkao mutarabbu' au atakaa kikao chengine chochote ambacho atapumzika juu yake, atatulia kwenye kikao hicho. Kwa maana unaweza kukaa iftirash, unaweza kukaa tarabbu', unaweza ukakaa mkao gani mwingine, ukanyosha miguu yako, umekaa umenyosha miguu mwenyewe, sawa. Au kakaa mkao atawarruk. Tawarruk ni ule mkao wa tahiyatu ya mwisho, sasa wa kuweka makalio juu ya ardhi pasi na kuukalia mguu.
vyovyote katika vikao vinafaa kukaa kwa mtu mwenye kuswali kwa kukaa, lakini kilicho bora at-tarabbu', kikao cha mkao wa watoto wa chuoni, watoto wa madrasa, hicho ndio bora zaidi. As-salatu fi an-ni'al, kuswali na viatu. As-salatu fi an-ni'al, kuswali na viatu. Je, inafaa kuswali na viatu? Mlango wake ndio huu. Wayajuzu lahu, na itafaa kwake yeye mwenye kuswali. Wayajuzu lahu, na itafaa kwake mwenye kuswali. An yaqifa, kusimama. Hafian, hali ya kutovaa viatu. Hafian, hali ya kutovaa viatu, hana viatu. Hafia, mtu ambaye hana viatu. Kiswahili tunamwitaje? Anatembea mtu hana viatu, tunamuita peku, sio? Yuko miguu peku, hana viatu. Kwa yajuzu lahu, na itafaa kwake yeye mwenye kuswali. An yaqifa, kusimama ndani ya swala. Hafian, hali ya kutovaa viatu, hali ya kuwa peku, hana viatu. Kama yajuzu lahu, kama inavyofaa kwake yeye. An yusalli munta'ilan, kuswali hali ya kuwa ni mwenye kuvaa viatu. Munta'ilan, mwenye kuvaa viatu Kama yajuzu lahu, kama inavyofaa kwake yeye mwenye kuswali. An yusalli munta'ilan, kuswali hali ya kuwa ni mwenye kuvaa viatu. Kama ambavyo inafaa kuswali pasi na viatu, basi hivyo hivyo inafaa kuswali na viatu. Lakini sharti vya viatu sio najisi wala havina uchafu, viko safi wala havina najisi vikachafua msikiti. Lakini pia paangaliwe na mazingira. Sio kufanya kijijini kwenu huko kisha unapigwa, unaanza kuwahizibisha watu, mahizbi nyinyi mnakataa sunna. Wewe utakuwa huna adabu tu, sio kwamba wao ni mahizi. Adabu zako itakuwa fupi, wala huna hikma, wala huna busara. Sababu haiwezekani kulitekeleza jambo la sunna ikawa ni sababu ya kuvunja uwajibu wa kuleta umoja kwenye msikiti wa watu. Umoja baina Waislamu ni wajibu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ni amri hiyo, lazima tuwe pamoja, lazima. Lakini unaleta jambo la sunna ambalo linauvunja ule ulazima. Sasa kuna sunna na ulazima, lipi la kutangulizwa? La wajibu. Kwa kusanya watu pamoja, unataka sunna, elimisha kwanza, watu wajue kwamba hili pia lipo, likifanywa basi hakuna shida, washaelewa. Sio unavamia tu kwa kuwa mti mkavu ulivaa basi na wako ukavae. La, ni vitu viwili tofauti, baina al-mashriqi wal maghrib. Kwa itafaa kusali na viatu kama ambavyo inafaa kusali peku, lakini paangaliwe na mazingira hayo na masharti yake. Wal afdalu, na kilicho bora zaidi. Wal afdalu, na kilicho bora zaidi. An yusalli taratan hakadha wa taratan hakadha. An yusalli, kuswali, taratan, mara fulani, hakadha, katika namna hii, wa taratan, na mara fulani, hakadha, katika namna hii. Wal afdalu, na kilicho bora zaidi kwa mtu ambaye anaamua kuswali na viatu, kilicho bora sasa naambiwa an yusalli taratan hakadha, kuswali mara fulani katika namna hii. Wa taratan hakadha, na mara fulani katika namna hii, yani kuswali mara nyingine na viatu, mara nyingine bila ya viatu, hali ya kuwa yuko peko. Achanganye, ndiyo bora. Asidumu kwenye jambo moja kama vile hakuna jengine. Hizi zote ni sunna, na wakati mwingine kufanywa kwake ndio kunawaelimisha wengine. Hasba ma tayassara lahu, kwa mujibu kutakavyowepesika kwake. Hasba ma tayassara lahu, kwa mujibu kutakavyowepesika kwake. Ataangalia wepesi wake. Wepesi wangu hapa ni kuvaa viatu au kuvua? Hasba ma tayassara lahu, kwa mujibu kutakavyowepesika kwake. Wepesi wake, mazingira na uvaaji na uvuaji. Hapa kwa mazingira yalivyo, wacha nisali na viatu vyangu, viko tohara, havina uchafu, mazingira yanaruhusu, hali haitopelekea sintofahamu, watu wanaelewa, hawa wamesoma masalaf, hamna shida, sawa. Wakati mwingine na mazingira haya inabidi nimvue sasa, basi kwa taangalia ule wepesi wake mtu. Fala yatakallafu
lubsahuma lisalati, basi asilazimishe kuvivaa hivyo viatu viwili kwa ajili ya swala. Fala yatakallafu, basi asilazimishe lubsahuma, kuvivaa lisalati, kwa ajili ya swala. Wala khala'ahuma, wala kuvivua, asilazimishe kuvaa au kuvua. Hapa mazingira yalivyo, 80% yananipelekea nivae viatu. Sasa akalazimisha lazima avue, la, wepesi wako sikuvaa, mazingira yanakupelekea hivyo, vaa viatu, swali navyo. Lakini kwa mazingira yalivyo yanakupelekea uvue, wewe usilazimishe kuvaa vile vile, vua viatu vyako. Fala yatakallafu lubsahuma, na asilazimishe kuvivaa lisalati, kwa ajili ya swala. Wala khala'ahuma, wala asilazimishe kuvivua. Bali cha kufanya, sawa, bali cha kufanya, inkana hafian, akiwa yeye si mwenye kuwa na viatu, akiwa yeye ni peku, Kiswahili chepesi. Inkana hafian, akiwa yeye hafian ni peku, si mwenye kuwa na viatu. Salla hafia, ataswali hali ya kutovaa viatu. Inkana hafian, akiwa yeye si mwenye kuwa na viatu, hana viatu. Salla hafian, ataswali hali ya kutovaa viatu. Wa inkana munta'ilan, na akiwa ni mwenye kuvaa viatu. Salla munta'ilan, ataswali hali ya kuwa ni mwenye kuvaa viatu. Hasa ikiwa viatu vina shida kuvuka na mazingira yanamruhusu yeye avae viatu, basi ataswali navyo, asivue. Illa, isipokuwa, tanbihi muhimu Sheikh anaika, illa, isipokuwa, liamrin aridhin, kwa jambo lenye kuzuka. Illa, isipokuwa, liamrin aridhin, kwa jambo lenye kuzuka. Kuna jambo limezuka linakupelekea wewe, pamoja na kuwa unatakiwa usali na viatu, kwa jambo hili inabidi uvue, basi utavua. Au asilimia nyingi unaopelekea uvae viatu au uvue viatu, lakini kuna jambo limetokea, naomba usivue hapo, vaa sasa kwa dharura hii iliyotokea. Illa liamrin aridhin, isipokuwa kwa jambo lenye kuzuka. Kama jambo gani? Mfano, wewe mwenyewe utaka uvue, lakini limetokea jambo inabidi uvae, sasa uswali navyo. Kama jambo gani? Au hakuna mambo hayo kaupelekea sasa inabidi nivae viatu hapa, siwezi kuvua? Jambo gani? Hamkumbuki? Je, upande wa pili ulitaka kuvaa, lakini katokea jambo kwa wacha nivue. Kama jambo gani? Unahofia kuwafitini watu kwa sababu ya sunna yako, kuitukanisha sunna. Kusali na viatu ni sunna, lakini watu hawaelewi, hawajui, hujataalamisha. Wewe unaingia tu na mabuti yako, la, watu wataanza kukutukana, kukupiga, na hiyo sunna yako pia kashifiwa kwamba hakuna sunna hiyo bana, uyahudi mtupu, kwa umesikia kanisani hapa. Sasa sunna unaitukanisha kwa sababu ya ujinga wako. Sasa ikitokea mazingira kama hayo, vua, usilazimishe, kwa sababu si lazima, ni jambo la sunna, sawa. Hivyo hivyo kutokea jambo la kuvaa, utavaa, hasa inapokuwa mazingira hatarishi, sehemu ya wezi au vibaka, matapeli. Kuna msikiti hapo, kawaida watu huchukua viatu vyao wakati kwenye mifuko, akaswali navyo. Mifuko hamna, asbiri swali navyo, siwezi kuvua, usalama ni mdogo. Au umeenda mazingira watu wote wamevaa viatu, wenyewe washazoea huko, kama vile Damaji, mfano Yaman ilivyokuwa, wanafunzi wanaswali na viatu, yani kawaida. Wasioswali na viatu ni wachache. Damaji huko ilivyokuwa, kuna watu zaidi ya 1000 wanafunzi, wote viatu ni kawaida tu, na umeenda pale unataka uvue. Lakini mazingira sasa yalivyo, wacha nivae na mimi viatu vyangu, nikirudi Tanzania angalau nikatoe story nimeswali na viatu. Utavaa kwa sababu ya aridh, kuna jambo limezuka pale, sawa. Anaendelea anasema, wa idha naza'ahuma, na pindi atakapovivua, fala yad'uhuma,
hatoviweka, fala yad'uhuma, basi hatoviweka an yaminihi. Mwenye kuweka shakli kika fala yad'uhuma, sijajua katumia wajihi gani lakini ilikuwa adhhari fala yad'uhuma, kuweka dhammu kwenye ain, fala yad'uhuma, basi hatoviweka. Wa idha naza'ahuma, na pindi atakapovivua viatu, fala yad'uhuma, basi hatoviweka an yaminihi, kuliani kwake, upande wake wa kulia. Si umeamua kuvua, unaswali navyo, hujaacha mlangoni, umeingia navyo msikitini, unaswali navyo. Maelekezo ndio haya, fala yad'uhuma, basi hatoviweka an yaminihi, upande wake wa kulia. Wa innama, na kwa hakika si vingine, an yasarihi, ataweka upande wake wa kushoto. Umechukua viatu vyako, umetia ndani ya mfuko wako, unaswali navyo. Wakati umesimama kuswali navyo, usiweke upande wako wa kulia, weka upande wa kushoto, simama uswali. Idha lam yakun an yasarihi ahadun yusalli, asipokuwepo kushotoni kwake yoyote anayeswali. Idha lam yakun, asipokuwepo, an yasarihi, kushotoni kwake, ahadun yusalli, yoyote anayeswali. Ikiwa kushoto hakuna mtu ndo utaweka, lakini tumo kwenye swafu, kushoto kuna mtu, kulia kuna mtu, usije ukasema tumeambiwa tuweke kushoto lakini kuna mtu, utafanyaje? Itakuwa umemwekea mbele yake yule bwana, utamuudhi kumwekea viatu vyako. Sawa? Hii kuweka kushoto ikiwa uko mwenyewe tu unaswali peke yako, viatu useke kulia, weka kushoto. Itakapokuwa huko kushoto hakuna mtu anayeswali, wa illa, sawa, nini maana yake wa illa hapo? Wa illa, na isipokuwa hivyo. Vipi? Kwa maana akipatikana mtu anaswali kushoto, intabihi, wa illa, na isipokuwa hivyo, kwa maana akiwepo mtu kuswali kushoto, wada'ahuma, ataviweka baina rijlaihi, baina ya miguu yake miwili, ataweka chini ya miguu yake miwili, chini yake hapo ataviweka, sio anaposujudu chini ya miguu yake miwili katikati. Sio kwamba anaposujudu kisha akavisujudia viatu afika paji lake la uso limekaa juu ya viatu, la, ataweka chini ya miguu yake hapo chini. Wa illa, na isipokuwa hivyo, kwa maana ikiwa kushotoni kwake kuna mtu anaswali, wada'ahuma, ataweka baina rijlaihi, baina ya miguu yake mbele, baina ya miguu yake miwili. Bidhalika, Sheikh anasema kwa jambo hilo, bidhalika au kwa hukumu hiyo, sahha al-amru, imesihi amri anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume swalla na salamu juu yake. Jambo hili la kuswali na viatu, ima uviweke kushoto au mbele, hili imesihi amri ya mtume. Unaposwali weka kushoto, kama mazingira kushoto hayaruhusu, kuna mtu, weka mbele chini ya miguu yako, swali na viatu vyako. Usije ukamuudhi mwingine anayeswali. Chini akaweka namba 1, akasema qultu, nimesema mimi Albani, wafihi, na ndani yake hadithi hiyo aliposema pale bidhalika sahha al-amru anin nabii, kwa hilo imesihi amri kutoka kwa mtume. Sasa anaelezea hiyo amri, anasema wafihi, na ndani yake kuna katika hadithi hiyo imaun latifun, ishara nyepesi. Imaun latifun, kuna ishara nyepesi, kwa maana ishara ndogo ya mbali kabisa. Ila annahu, kwamba hakika yake, la yad'uhuma amamahu, hatoviweka hivyo viatu mbele yake. Kuna ishara nyepesi kwamba hivyo viatu mwenye kuswali hatoviweka mbele yake. Wa hadha adabun akhalla bihi jamaahirul musallin, na hii ni adabu ambayo wameikosa wengi katika wenye kuswali. Wa hadha adabun akhalla bihi jamaahirul musallin, na adabu hii wameikosa wengi wenye kuswali. Fatarahum, utawaona wao, yusalluna ila ni'alihim, wanaswali kuelekea viatu vyao. Yusalluna ila ni'alihim, wanaswali kuelekea viatu vyao. Asiweke mbele, kwa maana akawa amevielekea viatu.
la, aweke mbele chini ya miguu yake, ima aweke kushoto, kukiwa na mtu aweke mbele chini ya miguu yake aliposimama, sio mbele pale ambapo anaenda kusujudu au karibu na kusujudu kwake. Kwa maana lau kama atasujudu viatu vitakuwa kifuani, sio hapo, aike chini ya miguu yake, adabu ambayo wengi katika wenye kuswali wameikosa. Utaona wanaswali wameelekea viatu, kaviweka viatu karibu na kusujudu kwake, si hivyo, aweke chini ya miguu yake. As-salatu ala al-mimbari, swala juu ya mimbari. Mimbari mnajua mimbari hii hapa, hii ndio mimbari, wengine hawajui As-salatu ala al-mimbari, swala juu ya mimbar. Watajuzu salatu al-imami ala makanin murtafi'in, na itafaa swala ya imamu juu ya sehemu iliyoinuka. Watajuzu salatu al-imami, na itafaa swala ya imamu, yani itafaa kuswali imamu ala makanin murtafi'in, juu ya sehemu iliyoinuka, litaalimi nnasi, kwa ajili ya kuwafundisha watu. Atapanda juu ya membari au sehemu iliyoinuka kwa ajili ya kuwafundisha watu. Watu hawajui, wakimwona yeye ndo ataelewa. Sasa itafaa kuswali imamu juu ya sehemu iliyoinuka ili watu wamuone, iwe ni mafunzo kwa wao, waige na kufuata ile swala yake. Yakumu alaihi, atasimama juu ya hiyo sehemu iliyoinuka. Yakumu alaihi ay ala makanin murtafi', atasimama juu ya hiyo sehemu iliyoinuka. Fayukabbiru, ataleta takbira ya kufungua swala. Wayaqra'u, na atasoma kisomo. Wayarka'u, na atarukuu. Wa huwa alaihi, na hali ya kuwa yeye yuko juu ya hiyo sehemu. Wa huwa alaihi, na hali ya kuwa yeye huyo imamu yuko juu ya hiyo sehemu iliyoinuka. Ataleta takbira kufungulia swala, atasoma kisomo Fatiha na sura nyingine, atarukuu, yuko hapo hapo, watu wanamuona. Wa huwa alaihi, na hali ya kuwa yeye yuko juu ya hiyo sehemu. Thumma yanzilu alqahqara, kisha atateremka kinyume nyume. Thumma yanzilu, kisha atateremka alqahqara, kinyume nyume, yani kinyuma nyuma. Sasa atakuwa narudi nyuma, hatta yatamakkana minas sujudi, mpaka atakapomakinika au ili amakinike kutokana na kusujudu. Hatta yatamakkana, ili amakinike. Kumakinika, kupata nafasi nzuri, nafasi nzuri yenye kufaa, yenye kusilihi, ndo kumakinika hapo. Hatta yatamakkana, ili amakinike, apate nafasi nzuri. Minas sujudi ala al-ardhi, kutokana na kusujudu juu ya ardhi. Atarudi kinyume nyume ili apate nafasi nzuri ya kusujudu juu ya ardhi, kwa sababu yuko juu. Mfano kwenye membari hawezi kusujudu hapo, atarudi kinyume nyume sasa ili amakinike, apate nafasi nzuri ya kusujudu juu ya ardhi. Fi asli al-mimbari, katika asli ya mimbari, kwa maana chini ya mimbari, kwenye asli yake. Asli ya mimbari ipo chini. Fi asli al-mimbari, katika asli ya mimbari, anakusudia chini ya mimbari, asisujudu juu. Thumma yaudu ilaihi, kisha atarudi kwenye hiyo mimbari. Akimaliza kusujudu atapanda tena juu. Yaudu ilaihi ay ila al-mimbar, atarudi kwenye hiyo mimbari, ataanza tena kuswali kama mwanzo. Fayasna'u fi rak'ati al-ukhra, atafanya kwenye ile rakaa nyingine inayofuata ya pili, kama sanaa fil ula, kama alivyofanya kwenye rakaa ya mwanzo. Kuna watu hawajaelewa, ndio wengi, kusali juu ya mimbari. Haya, imamu aje hapo, maimamu hapo wengi hapo, tuonyeshe mfano sasa. Anasikiliza audio sijui atajuaje. Sisi tunaohudhuria ndio tutaona. Imam nani ankuja? Sheikh, panda hapo. Ujubu salati ila sutrati